Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo ni mazito kweli kweli kuelekea dabi ya Kariakoo, huko klabu ya soka ya Young Africans ni kama vile kile ambacho kinachokwenda kutokea ni kama vile hawaeleweki, yani msimamo wao ni upi. Mpaka sasa klabu ya soka ya Simba haijatoa taarifa kuhusiana kwamba wanapeleka timu ama wapeleki, ila kwa taarifa hii ambayo nimekusogezea hapa utakwenda kupata majibu ya kile ambacho kinachoendelea. Mambo ni mazito kweli kweli. Nyuma ya pazia unaambiwa hakukaliki akushikiki. Viongozi wanahaha kuwaambia nini mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho nimekusogezea hapa utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya sakata hili ambalo linaloendelea sasa hivi, na yapi ni maamuzi ambayo kama uongozi wa klabu ya Simba wanakwenda kuyachukua juu ya mchezo namba 184. Inaelezwa kwamba kila kitu kinawekwa bayana, lakini lazima kuna mambo ambayo pengine mashabiki wa klabu ya Simba wanapaswa kuweza kujua na kuweza kuwekwa hadharani ili kuweza kuyatambua kabla ya kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ni yapi hayo utakwenda kujua hapa, kwa sababu mkanda mzima wote niko nao hapa kwa kile ambacho kinachoendelea katika makao makuu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nazungumzia Kariakoo Msimbazi, kwa kile ambacho sasa hivi ndani kule inaelezwa moto umewaka kweli kweli. Nitakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu. Mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli kuelekea dabi ya Kariakoo, huku kukiwa na taarifa ambayo si njema kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Nilikwambia katika video za nyuma kwamba klabu ya soka ya Simba moto ulikuwa unaendelea kufukuta ndani kwa ndani. Ni kwamba kuna baadhi ya viongozi walikuwa hawaitaki kabisa hii dabi, kwani mchezo wa klabu ya Simba wenyewe wanaotambua ni wa tarehe 15 ambao uliahirishwa na bodi ya ligi kufuatia kikao kizito ambacho kilifanyika Dodoma kati ya pande mbili. Nazungumzia Simba na Yanga, akiwepo mheshimiwa rais pale. Sasa kuna baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba wazee, kuna sehemu wamegawanyika. Kuna watu ambao wanataka dabi ichezwe, kuna wengine wanasema ya kwamba tukicheza dabi tutaonekana tuko chini ya klabu ya soka ya Young Africans, na matakwa yale ambao wameweza kuyataka na yakafanyika, basi na sisi tunakuwa tumeungana nao. Unaambiwa ni ubishi mwanzo mwisho, lakini pia kunaambiwa kuna mambo mazito ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kimeweza kuripotiwa na mchambuzi hapa nazungumzia si mwingine bado nazungumzia huyu ni Kachelo wa kitaifa. Hapa nazungumzia Abisai Steven Junior. Yeye ameandika katika chapisho lake, anasema ya kwamba tetesi inasemekana klabu ya soka ya Simba Sport Club walifikiria kupeleka wachezaji 8 kwenye dabi, alafu 2 wajivunje dakika za mwanzoni, wabaki 6 ili kufanya mchezo uvunjwe na mpinzani wao apewe alama 3 na mechi iishe hapo. Inaelezwa Simba hawajafurahishwa dabi kusogezwa Juni 15, wakiona kama vile wanafanyiwa mambo ambayo hayajawapendeza kwa upande wao. Lakini kwa kile ambacho kinachoonekana ni kama klabu ya soka ya Simba haitaki kabisa kujihusisha na huu mchezo. Hawajaposti kwamba kuelekea mchezo labda mashabiki wetu wanapaswa kwenda kujaza uwanja. Hiyo haijawa kama vile ambavyo
Miaka ya nyuma ambapo tulishuhudia dabi ikichezwa, mambo yanakuwa ni ya moto kweli kweli, mambo kwa pande zote mbili, lakini kwa sasa haijawa hivyo. Lakini kile cha kushangaza zaidi, unafahamu ya kwamba sababu iliyofanya Machi 8 mchezo wa dabi ya Kariakoo usichezwe, ni sababu kubwa ilikuwa ni klabu ya Simba kuzuiliwa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa, pale ambapo ilielezwa kwamba mabouncer wa Yanga waliwazuia. Mwisho wa siku Simba wakashindwa kufanya mazoezi, lakini taarifa nyingine kaja ikatoka kwamba kuna kiongozi alikuwa juu ndo aliyopiga simu kwamba Simba wasiingie katika dimba hilo na nini. Mambo yakawa ni mengi kweli kweli katika sakata hilo. Sasa kile kilichoonekana sasa hapa ndo kinaleta maswali. Simba wako tayari kuleta timu uwanjani tarehe 25, ama ndo tunakwenda tena pia kupoteza muda wetu kushuhudia dabi ambayo haipo? Kwa sababu mpaka sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club, kutoka katika taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu kupitia bodi ya ligi, hadi jana jioni ambapo wanaondoka ofisini, hawajapokea barua kutoka kwa upande wa Simba kuomba ruhusa ya kufanya ruhusa ya kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kabla ya kukutana na Yanga hapo kesho. Inaelezwa Simba wapo Bunju, wameweka kambi baada ya mwekezaji kugoma kutoa pesa kuelekea mchezo huu wa mwisho wa dabi hadi pale barua yake itakapojibiwa ya madai yake. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli, huku kila mmoja akiweza kushuhudia kile ambacho kinachoendelea. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaelezwa ya kwamba Simba kuhusiana na kile ambacho kimetokea, unaambiwa kwamba bodi ya ligi wametafuta waamuzi na kila mmoja alikwenda kushuhudia waamuzi wapya. Sasa hili ni jambo linalozua maswali mengi ya msingi, si kwa ajili ya hisia bali kwa kuzingatia kanuni, haki na mustakabali wa soka letu la ndani. Haya ndio maswali ambayo mashabiki wa Simba na wachambuzi na wadau wote wanapaswa kujiuliza. Je, ni kanuni ipi imetumika kuwalaza nje waamuzi wa ndani? Kanuni ya ligi kuu ya Tanzania bara inatoa majukumu kwa waamuzi teule 24 na wasaidizi 40 walioteuliwa kabla ya msimu kuanza. Hakuna kifungu kinachotamka bayana kwamba mechi inaweza kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje ya nchi bila sababu ya dharura au msiba wa wazi wa waamuzi wa ndani. 2. Je, Simba au Yanga walijulishwa kuhusu teuzi hii? Kanuni ya 8 inazitaka klabu kutoa pingamizi kwa maandishi ndani ya saa 72 kabla ya mchezo iwapo hawajaridhika na waamuzi aliyepangwa. Hii haitekelezeki ikiwa taarifa ya uteuzi wa maamuzi inatolewa ndani ya muda huo. Je, hii kanuni Simba na Yanga wamekubaliana? Kwa sababu mpaka tunakwenda kwenye mechi inapasa kila mmoja arizie kuhusiana na huyo mwamuzi. Kama wasipokubaliana basi mambo yatakuwa ni tofauti. 3. Ligi ina matatizo yapi ya kimfumo? Kama mechi moja tu ya dabi ndio inapata refa kutoka nje kwa sababu maalum, basi TFF na bodi ya ligi kwa kauli hiyo wanakiri kuwa waamuzi wetu si bora wa kiwango cha juu, na hiyo ni dosari kubwa ya mfumo wa mafunzo ya waamuzi nchini. Hatari zinazoweza kujitokeza sasa hapa ndio unaambiwa pengine dabi inaweza isimalizike hiyo tarehe 25 kama mechi itakwenda kama inavyotakiwa. Double standards. TFF wakisema dabi ni mechi kubwa inahitaji waamuzi wa nje, wanazipa Simba na Yanga cheo maalum kisoka na kuzalilisha vilabu vingine. Ligi ikiwa ni moja, mbona Ken Gold, Azam, Singida haikupewa uamuzi kama huu? Kuingilia uhuru wa kanuni. TFF ikiwaleta waamuzi wa nje ya mfumo wa mabadiliko ya dharura, inafungua mlango wa klabu yoyote itakayo asiri kukataa rufaa ya kuvunjwa kwa kanuni. Mechi inaweza kubatilishwa au matokeo yake yakojiwa kisheria. Kwa kifupi, ni kweli tunahitaji haki kwenye uamuzi, lakini haki lazima itokana na mifumo ya wazi inayoheshimu taratibu. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Inaelezwa ya kwamba kwa kile ambacho kipo mpaka wakati huu, kwa yale ambayo yanayoendelea kuhusiana na waamuzi wa mchezo huo,
unaambiwa hata kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika, hapa nazungumzia sakata hili, unaambiwa mambo yanaweza kawa ni mazito pindi ambapo timu hizi zinaweza zikagomea yale maamuzi ambayo yameweza kutolewa, na hapa nazungumzia waamuzi hawa nje kuchezeshwa. Vipi waamuzi wasipokizi vigezo katika dabi hiyo, Simba na Yanga wakiamua kukata rufaa na kusema ya kwamba kanuni zimevunjwa, je, dabi itaahirishwa? Je, itarudiwa tena? Haya ni maswali ambayo yamekuwa yakiweza kuulizwa. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo atakayojiri, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.